Amen. Karibu katika sehemu nyingine ya somo letu, shaka na imani, au shaka versus imani. Nia ni kutaka kuona shaka jinsi ilivyo, shaka jinsi inavyofanya kazi na matokeo ya kuwa na shaka, lakini pia imani. Imani ni kinyume cha shaka, shaka ni kinyume cha imani. Amen. Kwa hiyo tukawa tunaangalia vile ambavyo vyote viwili vinavyokuja, jinsi vinavyotokea. Na tunaendelea kuangalia kutokea katika kitabu cha Warumi 10:17 ambao tuliona nasema hivi: basi imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Amen. Kama imani inakuja kupitia kusikia, shaka pia inakuja kupitia kusikia. Na sio kusikia tu, shaka inakuja kupitia njia 5 za fahamu. Lakini kusikia ni moja ya njia ya fahamu. Kwa hiyo pia shaka inakuja kwa kusikia. Sasa imani inakuja kwa kusikia au tokana na kusikia neno la Kristo. Shaka inakuja kwa kusikia neno la Shetani. Hallelujah. Yep. Ndivyo shaka inavyokuja. Sasa nimesema shaka inakuja kwa milango 5 ya fahamu. Ila kusikia ni mojawapo. Kwa hiyo na dili na kusikia. Kuna kuhisi ambayo pia ni njia mojawapo, kuna kuona, kuna kunusa. Kwa hiyo vyote hivyo ni njia mojawapo ya shaka kuingia kwenye akili ya mtu, kwenye ufahamu wa mtu. Sasa kwa sababu shaka inakuja pia kwa kusikia, tukaangalia kitabu cha Hesabu mlango wa 13, kitu ambacho kilitokea na kuwafanya wana wa Israeli wakatae neno la Mungu la kwenda kumiliki nchi ambayo walikuwa wamekwisha kupewa. Sio kwamba walikuwa wanaenda kupewa, no. Mungu alishawaambia ni ya kwao. Kwa tayari wamekwisha kupewa, walichokuwa wanatakiwa kufanya ni kwenda na kuimiliki, ni kuingia na kumiliki. Sasa kilichowachelewesha miaka 40 jangwani hiki hapa. Kwa hiyo Hesabu 13 mstari wa 26 taisoma tena kama tulivyosoma jana, tutaongea kidogo, tutaenda mlango wa 14. Inasema hivi: wale wapelelezi wamekwenda sasa, wamerudi. Wakarudi kwa Musa, Haruni na jumuiya yote ya Waisraeli huko Kadesh kwenye jangwa la Parani. Hapo ndipo walipotoa habari kwao na kwa kusanyiko lote na kuwaonyesha matunda ya hiyo nchi. Wakampa Musa taarifa hii: tuliingia katika nchi uliotutuma, nayo inatiririka maziwa na asali. Hili hapa tunda lake, kwamba tuna ushahidi ya kile ambacho Mungu alisema, hiyo nchi inatiririka maziwa na asali. Kwa hiyo hapa wana taarifa ya Mungu, nchi inatiririka maziwa na asali. Wamekubaliana na Mungu kwamba Mungu alichokisema ni kweli, alichotuambia Mungu kuhusiana na hiyo nchi ni kweli. Mstari wa 28: lakini watu wanaoishi huko ni wenye nguvu, na miji yao ina ngome na ni mikubwa sana. Huko tuliona hata wazao wa Anak, Wameleki wanaishi Negebu, Wahiti, Wayebusi na Amori wanaishi katika nchi ya vilima, nao Wakanaani wanaishi karibu na bahari na kando ya Yordani. Amen. Kwa hiyo wamekubaliana na kile ambacho Mungu alisema kuhusiana na hiyo nchi, lakini wanaingiza taarifa ambazo sio nzuri. Kwa hiyo taarifa ya kwanza ni taarifa ya Mungu ambayo sasa inawajenga watu kiimani. Wanasema yes, kama mmeikuta nchi ya maziwa na asali, ni nchi njema, ni nchi yenye utajiri mwingi, basi Mungu ni mwema. Alafu anakwenda lakini. Sasa kinachofuata hapo ni taarifa mbaya. Imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo waliposema kwamba nchi ni nzuri na wakaonyesha ushahidi ya kwamba nchi ni nzuri, iliwajengea watu imani, iliwapa watu imani, kwa sababu taarifa iliyotolewa
ni nzuri. Ghafla wakabadilika, wakaingiza taarifa mbaya. Amen. Wakasema lakini wanaoishi huko ni wenye nguvu. Kumaanisha kwamba wana nguvu kuliko sisi. Na miji yao ina ngome na ni mikubwa sana. Kumaanisha kwamba hatuwezi kuingia kwenye hiyo miji. Mstari wa 30 Caleb anaongea. Kisha Caleb akawanyamazisha watu mbele ya Musa na kusema, imetupasa kupanda na kumiliki nchi hiyo, kwa maana hakika tunaweza kufanya hivyo. Caleb anawarejesha katika imani kwa kuwapa habari njema na kuwakumbusha kile ambacho Mungu alikisema na kuwaleta kumwamini Mungu, kuwageuza ili wasiamini habari mbaya walioisikia. Mstari wa 31 tena. Lakini wale watu waliokuwa wamepanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kuwashambulia wale watu, wana nguvu kuliko sisi. Kwa walipokuwa wanasema wana nguvu, ina maana alikuwa anamaanisha kwamba hatuwezi kuwashambulia. Wakaeneza taarifa mbaya miongoni mwa Waisraeli kuhusu nchi waliopeleleza. Wakasema, ni nchi tuliyopeleleza hula watu wanaoishi ndani yake. Watu wote tuliowaona huko ni majitu, watu wakubwa. Tuliwaona Wanefeli huko, wazao wa Anak wanaotokana na Wanefeli. Tulijiona kama panzi machoni petu wenyewe, na ndivyo walivyotuona. Taarifa mbaya. Kwa hiyo hapa kuna kazi walionayo Waisraeli, kwamba wachague kumwamini Mungu, kwamba kuna majitu sawa, kuna miji mikubwa sawa, lakini kwani Mungu amesema nini? Na ndo kitu kilichopo hapa, na ndo kitu ambacho tunakumbana nacho kila siku. Tunakumbana na uamuzi, tunatakiwa tufanye uamuzi kati ya Mungu, maneno ya Mungu, ahadi za Mungu, na kile ambacho adui anatuonyesha. Sasa hawa wapelelezi walipokwenda kule, walitumwa kwa ajili ya kuangalia namna ambavyo wanaweza kaivamia miji. Ni wapite hapa, wapitie wapi waweze kuivamia na kuchukua miji. Walipofika kule hawa 10, Shetani alijaribu kuwaonyesha kwamba hawa watu ni wakubwa, hamwawezi. Hii miji ina ngome. Wakati Caleb na Yoshua wao wanafurahia kwamba tunakuja kuchukua hii miji, akili yao haiwazi wale majitu wala hizo ngome wala ukubwa wa hiyo miji wala zile kuta zilivyo kubwa. Walichokuwa wanawaza na kufikiria ni kile ambacho Mungu amesema. Sasa hawa wengine 10 wao walikubali kweli ile nchi iko vizuri, ni nchi nzuri sana, lakini wao waliangalia zaidi kwenye yale yanayoonekana. Kwa Shetani aliwaonyesha jinsi hii miji ilivyo mikubwa haiwezekani. Aliwaonyesha jinsi gani ambavyo watu ni wakubwa, jinsi gani, na kaongezea na uongo kidogo kwamba hii nchi bana inakula watu wake. Walishindwa kumuuliza Shetani, mbona watu wapo, mbona tunaona watu. Haleluya. Kwa hiyo Shetani anachotaka ni wewe ukubaliane na kile unachokiona. Sasa hawa wameshaona, wanaenda kwa Waisraeli ambao hawajaona chochote, hawajaona kitu. Kwa wale wanapewa maneno kutoka kwa nani? Kwa wale walioona. Haleluya. Kwa hiyo hawa sasa wanasikia. Hofu, shaka inakuja kupitia kusikia, kama vile ambavyo imani inakuja kupitia kusikia neno la Kristo. Shaka inakuja kupitia neno la Shetani, maneno mabaya, maneno ya kukatisha tamaa, maneno ya kushindwa. Ndivyo shaka inavyokuja. Kwa hiyo Waisraeli wanapewa taarifa ya kwanza nzuri, alafu wanapewa ya pili mbaya, alafu Caleb analeta nzuri. Twende mlango wa 14.
Baada ya Caleb kuongea na wenyewe hawa tena kwa wale 10 wakaleta habari nyingine mbaya. Tende mlango wa 14. Tuangalie tena. Usiku ule watu wote wa jumuiya walipaza sauti, yani Waisraeli wote. Sauti zao na kulia kwa sauti kuu. Waisraeli wote wakanung'unika dhidi ya Musa na Haruni, na kusanyiko lote wakaambia, laiti tungekuwa tumefia huko nchi ya Misri, au humu kwenye hili jangwa. Kwa nini Bwana anatuleta katika nchi hii ili tufe kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watachukuliwa kama nyara. Je, isingekuwa bora kwetu kurudi Misri? Wakasemezana wao kwa wao, inatupasa kumchagua kiongozi na kurudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaangua kifudifudi mbele ya kusanyiko lote la Waisraeli waliokusanyika hapo. Yoshua, sikiza Yoshua sasa. Mstari wa 6. Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwa wale walioenda kuipeleleza nchi, wakararua nguo zao, wakasema na kusanyiko lote la Israeli na kuambia, nchi tuliopita kati yake kuipeleleza ni nzuri sana. Ikiwa Bwana amependezwa nasi, atatuongoza kuingia katika nchi ile, nchi inayotiririka maziwa na asali, naye atatupatia nchi hiyo. Kwa hiyo anasema hivi, hawakubisha. Amen. Ngoja tumalizie mstari wa 9. Ila na tusimwasi Bwana, wala msiwaogope watu wa nchi hiyo, kwa sababu tutawameza. Ulinzi wao umeondoka, lakini Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Amen. Biblia ya tafsiri zingine nasema ni chakula kwetu. Haleluya. Kwa hiyo Yoshua na Caleb hawakubishana na uhalisia uliokuwepo. Hawakusema wale watu ni wadogo. Hawakusema wale watu hawana nguvu. Hawakusema ile miji haina maboma, haina kuta ndefu. Walichosema ni kwamba Mungu yuko pamoja na sisi, Mungu atatushindia na Mungu atatupatia hiyo nchi. Kwa hiyo tusiwaogope, twendeni tukachukue urithi wetu. Sasa hayo ni maneno ya Yoshua na Caleb. Waisraeli wao wameshasikia wapelelezi 10, wameshamsikia Yoshua na Caleb. Kilichobaki ni maamuzi, kwamba niamini neno la Mungu ama niamini neno la shetani. Haleluya. Hapa ndipo tunapokutanaga na jambo hili walilokuta wa Misri, kwamba wako kwenye kona ambayo wanatakiwa wafanye uchaguzi. Either wakubali kile walichoambiwa na Mungu, au wakubali kile ambacho wanakisikia na kukiona. Wakikubaliana na Mungu, Mungu atawasaidia kupata nchi yao. Wakikubaliana na yale maneno kwamba hatuwezi, hawa watu ni wakubwa, hawa hii miji ni mikubwa, Mungu hataweza kuwapa hiyo nchi. Kwa hiyo ni uchaguzi. Hofu unaipata kupitia maneno mabaya. Imani unaipata kupitia maneno mazuri. Hofu au shaka. Nikisema hofu namaanisha shaka. Shaka unaipata kupitia maneno mabaya ya shetani. Imani unaipata kupitia maneno mazuri au habari njema kutoka kwa Mungu. Ni uchaguzi. Sasa wewe ndio unayechagua kwamba uamue kuamini ya Mungu ili upate kile unachokihitaji pasipo kuangalia hali ilivyo. Kwa maana kinachowaponza watu wengi, wanaona neno la Mungu na wanamwamini Mungu kwamba anaweza mambo yote, lakini wanaangalia hali iliyopo sasa hiyo, mazingira yaliyopo, kwamba sasa nikiambiwa nitoe hii hela nilionayo na hii ndio ninayo, mimi nitakula nini? Najua neno limesema kwamba wapeni watu vitu nanyi mtapewa kwa kipimo cha kujara, kushindiliwa, kusukwa na hata kumwagika. Ninajua ya kwamba ufalme wa Mungu unazungumza kwamba ukipanda utavuna. Sasa ninayo hii. Hata nikiigawa bado haitoshi. Kwa hiyo
bora afuate kile shetani anamwambia kwamba leo usitoe sadaka. Hiyo ukitoa hiyo alafu utapata wapi? Anaona aachane na kile ambacho Mungu amemwambia kwamba ukipanda utavuna, ukiwapa watu vitu na wewe utapata. Haleluya. Kwa hiyo kila siku tunakutana na uchaguzi, na inategemea sisi tunachagua nini, kwa sababu Mungu hakulazimishi unachochagua. Mstari wa 10 baada ya Yoshua kuzungumza, lakini kusanyiko lote wakazungumza kuhusu kuwapiga kwa mawe. Kumpiga nani? Yoshua na Caleb waliokuwa wanasema twendeni. Yaani wanaoleta habari njema ndo wanataka kuwaua. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema la kutania kwa Israeli wote. Amen. Bwana akawaambia Musa, watu hawa watanidharau hadi lini? Wataendelea kukataa kuniamini mimi hadi lini, ingawa nimetenda ishara na miujiza miongoni mwao? Amen. Walichokuwa wanatakiwa kufanya ni kimoja tu. Ndio ile nchi ina majitu, ndio wale watu ni wakubwa sana, ndio wale watu wana nguvu sana, ndio mbele za wale watu nyinyi kama mapanzi, ndio ile nchi ina maboma makubwa, ni nchi nzuri, lakini imezingirwa, zile kuta hatuziwezi. Sawa, yote hivyo vyote ni sahihi, lakini walichokuwa wanatakiwa kufanya ni kumwamini Mungu, kama vile Yoshua na Caleb walivyokuwa wanasema, Mungu yupo na sisi. Ni wakubwa lakini Mungu yupo na sisi. Ni wenye nguvu lakini Mungu yupo pamoja na sisi. Ndiyo, Mungu alikuwa anajua kabisa watu ni wakubwa, ndio maana ametupa hii nchi, anataka tukaichukue pamoja na kwamba watu ni wakubwa. Ina maana Mungu anajua ni namna gani anaweza kufanya. Ina maana kama ni kupigana nao, ina maana Mungu atatusaidia kuwashinda pamoja na ukubwa wao. Walichokuwa wanatakiwa ni kumwamini Mungu. Sasa kama mfano niliotoa, kama ndo una fedha yako ya mwisho alafu ndo unatakiwa utoe sadaka, unatakiwa sasa umwamini Mungu kwamba nitakapotoa hii sawa sana neno lake Bwana Yesu aliyosema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Ninaamini nikishatoa hii sadaka leo na mimi nitapata fedha. Ninaamini ninapoipanda hii mbegu, ninaamini nitavuna. Bwana ni mchungaji wangu, sintapungukiwa na kitu. Kwa hiyo ninapotoa, ninajua Bwana Yesu ni mchungaji wangu, sintapungukiwa na kitu. Hata kama ninaitoa yote, ninajua sintapungukiwa na kitu. Hivi ndivyo vitu ambavyo tunatakiwa tufanye, kwamba tumtangulize Mungu kwanza katika kile alichokisema. Kama Mungu amesema fanya kitu fulani, alafu hicho kitu kinaweza kuhatarisha jambo, wewe fanya kile alichokisema Mungu. Kama Mungu amesema toa kitu fulani, mpe fulani, na unajua hicho ulichonacho ndio cha mwisho, hakuna kingine, muamini Mungu, fanya vile Mungu ambavyo amesema. Haleluya. Usifanye sawa sawa na akili yako. Usiseme unajua wakati mwingine unabidi utumie akili. Hapo ndipo watu wanapoharibu. Mungu anakuagiza, anakuambia toka hapa nenda sehemu fulani. Unapiga sehemu fulani, mbona kule sifahamu mtu yote. No, huyo ni Mungu amekwambia toka uende. Abrahamu alipoambiwa toka aende, atoke Iraki aende huko ambapo sasa hivi ndo tunasema ni nchi ya Wafilisti by the way. Alipoambiwa atoke aende huko nchi ya Wafilisti, alitoka na alikuwa hajui barabara wala hajui anapoenda. Kwa kifupi alifuata tu njia. Ilikuwa ni ngumu, haikuwa ni rahisi, lakini aliamua kumwamini Mungu. Leo hii Abraham ndo tunarithi baraka zake. Kwa nini? Kwa sababu aliamua kumwamini Mungu kwa kufanya kile ambacho Mungu amesema. Amen. Kile ambacho unatakiwa ufanye, fanya. Kama Mungu amesema kitu fulani kwenye neno lake, alafu hali yako haipo kama vile neno limesema, wewe amini kile ambacho neno limesema. Usiamini kile ambacho kinakusumbua, kile ambacho unakiona. Walichokosea Waisraeli ni kwamba waliamua kuamini kwamba hawawezi kuwapiga wale watu, kwamba ile miji ni mikubwa kwa hiyo hawawezi kuichukua, kwamba wataenda kuuawa na watoto wao kuchukuliwa mateka. Ndicho walichokuwa wanakiamini, lakini hawamwamini Mungu ambaye amewaambia ile nchi ni ya kwao na amewapa, na ushahidi ya kwamba nchi ni nzuri tayari wanao. Kwa Mungu analaumu kwamba hawa watu wataacha kuniamini mpaka leo. Mimi nimewaambia waende wakachukue nchi yao,
Kwa nini wao hawaniamini waende? Amen. Mungu hakusema kwamba hakuna majitu. Mungu hakusema kwamba hamwawezi wale watu. Mungu alijua yeye ndiye atakayewasaidia. Kwa hiyo alichokuwa anataka ni utii wao. Mungu anachotaka kwako na kwangu ni utii. Tumtii yeye, tufuate kile ambacho anasema. Tunapofanya alichokisema, ina maana yeye ndiye anayekuwa muhusika katika kuhakikisha hicho kitu kinafanikiwa. Wana wa Israeli wangesema, jamani, Mungu amesema twendeni, basi twendeni hivyo hivyo. Tutajua Mungu mwenyewe anajua atakachofanya. Kama ametuambia nchi ni ya kwetu, twendeni. Anajua Mungu mwenyewe. Na Mungu angewasaidia kwa sababu alikuwa yuko pamoja na alisema mwenyewe atawaingiza. Amen. Lakini wakaacha kumwamini. Ni vitu vingapi unavijua kuhusiana na neno la Mungu na unashindwa kufanya kwa sababu huamini kama Mungu atakusaidia kweli? Huamini kama ukitoa kitu unaweza ukapata tena kingine? Humwamini Mungu. Ni vitu vingapi? Ni vingi. Sasa badilisha. Anza kumwamini Mungu. Anza kutii neno lake na kulitenda huku ukiwa unamwamini Mungu. Unafanya kitu ukiwa unamwamini Mungu, ukiwa unajua kabisa nitapata matokeo kwa sababu Mungu amesema. Amen. Tutakutana sehemu inayofuata. Udumu katika afya na kuzidi kufanikiwa katika mambo yako yote. Usisahau kila alichokisema Mungu, wewe tii, usijali. Mungu anajua nini cha kufanya ili uweze kufanikiwa. Amen.